Katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Njombe leo tarehe 19 mwezi wa 6 2025. Ndugu katibu, kata ya Rugenge ni miongoni mwa kata 13 zilizopo katika halmashauri ya mji wa Njombe. Ipo umbali wa kilomita 41 kutoka Njombe mjini. Kata inaundwa na vijiji vinne: Rugenge, Kiaula, pia kuna jumla ya vitongoji 19. Ujenzi wa zahanati ya Idihani milioni 132. Ujenzi wa nyumba ya Daktari Kisilo milioni 60. Ujenzi wa nyumba ya Daktari Kiaula milioni 39. Ujenzi wa kituo cha afya Rugenge milioni 9,900,000. Mpaka sasa tunategemea kwa kituo cha afya tumeshaanza, na tulianza kufanya wenyewe bila kuishia halmashauri kwa sababu tuliona tuanze kwanza kutokana na mahitaji yaliyopo. Mbele yako katibu, naomba niseme hapa tuna kawaida kwa fulani kutokana na sheria za sasa za kiafya. Kuna misiba tunaificha. Yaani nafikiri sehemu misiba inafichwa kwa sababu ya kuogopa mwili kwenda kulaza moto mbali. Kwa hiyo nafikiri sehemu marehemu akifariki pengine saa 11 jioni na vile wakae kimya wapige kelele mpaka saa ngapi. Sasa adha hii imetupelekea tujenge kituo cha afya cha kwetu na tuwe na mortuary ya kwetu. Kwa hiyo tulishapata eneo, tulishafanya layout imekamilika, tumejenga msingi wa jengo la OPD tayari kwa nguvu zetu. Na michango sasa inaendelea. Lakini bahati nzuri halmashauri wamelipokea wenzangu hawa na lipo ndani ya pipe. Tuna uhakika baada ya uchaguzi huu shughuli zitaendelea vizuri zaidi. Kwa jumla hapa kufanya jumla ya fedha shilingi milioni 240,900,000. Idara ya elimu. Ndugu katibu, idara ya elimu tumepokea jumla ya shilingi milioni elimu bila malipo milioni 165,626,249.69. Mfuko wa jimbo, tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge. Amekuwa jirani sana sisi tunapohangaika mahitaji madogo madogo. Kwa kweli kwa mfuko wa jimbo ametusaidia. Shilingi milioni 6,800,000 ametuletea kwenye jimbo kwenye kata hii. Mapato ya ndani ujenzi wa nyumba moja milioni 76,630,000. Serikali kuu ujenzi wa vyumba 7 vya madarasa sekondari Mgola na matundu 8 ya vyoo imepata shilingi milioni 169 kamili. Ujenzi wa bweni la wasichana Mgola sekondari tumepata fedha kutoka TASAF, sasa linaendelea pale. Tumepewa shilingi milioni 138,115,214 na senti 16. Jumla kufanya fedha iliyoingia ndani ya kata yetu kuwa shilingi milioni 556,173,063. Idara ya maendeleo ya jamii tumekopesha vikundi vya vijana, kina mama na wenye ulemavu. Mpaka leo tumefikisha shilingi milioni 619,362,000. Zote zimekopeshwa ndani ya kata hii na kijiji. Wao wameneemeka, watu wanaendelea kuneemeka. Idara ya kilimo na mifugo tumepokea shilingi milioni 18 kwa ajili ya parachichi. Tumepokea kwa ajili ya kuku, tumepokea kwa ajili ya ng'ombe milioni 14. Kwa zote ziko hapa. Maendeleo yanaendelea. Idara ya nishati na maji. Mheshimiwa Katibu, kata yetu haina shida kubwa sana kwenye swala la maji. Kwani mradi wa kutoka Udodoleo kwenye milima hii inayoona kule ng'ambo unaendelea vizuri kwa kutuletea maji kutoka huko mpaka kijiji cha kata ya Utalingoro. Nao wanafaidi kupitia mradi huo. Ni maji ambayo wameyasubiri kwa muda mrefu sana, wameumia sana. Ndio maana wananchi wa kata Rugenge huwa wana falsafa yao. Kama serikali inatamka jambo fulani, wawe na uhakika nao kwa wakati husika. Mradi wa maji ilikuwa ni kidonda sana kwa miaka ya nyuma, lakini leo wala kushukuru Mungu mambo yanaenda. Swala la umeme. Umeme vijiji vyote umeme umefika, lakini vitongoji vingi bado havijapata umeme. Tunashukuru wanaendelea kuingiza kwa sasa, na mheshimiwa mbunge naye ameendelea kupigana na hivyo kwamba kuahirisha, nadhani akija anaweza kaona na kusema wapi ambako kuna uwezo tukapata ndani ya kipindi hiki cha mwishoni hiki. Changamoto tulionayo, ubovu wa miundombinu ya barabara. Barabara zetu kweli kabisa ni mbovu. Ni mbovu na tunahangaika sana. Hususan barabara kutoka hapa Rugenge kwenda Idihani ni mbovu kweli kweli. Watu wa TARURA nao ndio shida. Kila kusema wafanye hivi, budget zao mara zimegoma, mara zimefanyaje, yani ni shida. Lakini ndio kupambana kuachia wananchi wote mtende vizuri. Swala umeme ndio vitongoji vingi bado kupata umeme, lakini tuna imani sababu wameshaanza sasa, kwa imani tutapata vyote. Lakini mwishoni kuna bei za mazao.
Wananchi wetu hapa wao wanalima sana zao kubwa ni viazi na parachichi. Bei ya viazi na parachichi ziko chini mno, kiasi ambacho haiwezi kukidhi haja ya wananchi wetu kwa mahitaji yao. Lakini mwishoni tunaomba tutoe shukrani kwa Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan kwa fedha nyingi alizotupatia kwenye kata yetu kama ambavyo tumesoma hapo juu. Tumshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika. Ndugu zangu, Deo Mwanyika kama tutashindwa kumuelewa tunakuwa na matatizo wenyewe. Kama tutashindwa kumuelewa Deo Mwanyika tutakuwa tuna matatizo sisi.